وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kabla ya kuendelea katika darasa iliyopita ya ahkamu janaiz, nilitaja ya kwamba Imam an-Nawawi amekuwa na tabia ya anapoona haki ni kuangalia kwenye yale madhehebu yaliyokamatana na mwendo wa Mtume na Qur'an. Lakini kwa hapa kwenye ahkamu janaiz ni yeye aliyosema maneno haya yaliyohusu kwenda kimya na jeneza, ndiyo jambo lililo sawa sana. Alafu nikasema kwa makosa kwamba Imam an-Nawawi tena amesema vile vile wakati alipoangalia mlango wa maji kwamba wadadtu law anna madhhab ash-Shafi'i ka madhhab Malik fi al-miyah. Maneno yale si ya Imam an-Nawawi bali ni Imam al-Ghazali, lakini hawa wote ni watu wanaofuata madhehebu ya Imam Shafi'i. Kule katika mlango wa maji alikuwa ni Imam al-Ghazali kama ilivyokuja katika fiqh sunna, na si Imam an-Nawawi. Hapa kwenye habari ya janaiza ni yeye Imam an-Nawawi kama tunavyoona anavyosema, lakini katika mlango wa maji ni Imam al-Ghazali ndiye aliyosema wadadtu law anna madhhab ash-Shafi'i fil miyah kana kama madhhab Malik. Tungali tunaendelea katika mlango hamlul janaza, kuchukua jeneza na namna ya sheria kuhusu kwenda nalo jeneza. Hamlul janazati wa tibaiha, kuhusu jambo la kuchukua jeneza na kulifuata vile vile. Tumekuwa tukisoma hadithi ya mwanzo inayotoa dalili ya kifungu chetu hiki nambari 49 tuliposema wayajibu al-isra'u fi as-sayri biha, na ni wajibu kufanya haraka katika kwenda nalo hilo jeneza. Sairan, mwendo uwe ni wa kuchapuka, lakini duna ramal, chini ya kukimbia kwa matiti kama kutrot. Isiwe ni kwenda mbio bali kukazana. Tukasema wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili la kukazana haraka na jeneza kuna hadithi nyingi. Tukaisoma hadithi ya mwanzo na sasa tunaondokea athani katika kurasa nambari 72 juu kabisa. Athani, hadithi ya pili inayoonyesha dalili ya kufanya haraka wakati wa kwenda na jeneza, na ni makosa kisheria kwenda nalo kwa mwendo mdogo mdogo. Ni kauli ya Mtume isemayo idha wudi'atil janazatu, wakati litakapowekwa jeneza, wahtamalaha ar-rijalu, na wakalibeba wanaume, ala a'naqihim, juu ya shingo zao, kwamba ndo walipeleka kuzikwa maiti yule. Fa in kanat salihatan, basi likiwa jeneza lile limebeba ndani yake maiti aliyemwema, qalat, usema jeneza na sio jeneza lisemalo bali aliyemo ndani. Qalat, usema jeneza lile qaddimuni, nitangulizeni kwa haraka ya jamaa. Qaddimuni, nipelekeni mbio mbio. Wa in kanat ghayra salihah, na ikiwa jeneza lile ndani yake kuna maiti ambaye si mwema, qalat, usema jeneza lile ya wailaha, adhabu yake mie, aina yadhhabuna biha, wapi wanakwenda nalo watu jeneza hili? Yasma'u sawtaha kullu shay'in, na linasikia sauti yake jeneza lile kwa maneno hayo kila kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu.
kila kitu, wanyama, bahari, mimea, majabali. Yasma'u sautaha kullu shay'in, linasikia sauti yake hiyo kila kitu, illa al-insan, isipokuwa mwanadamu, yeye hasikii. Walau sami'ahu, na laitani mwanadamu angelisikia sauti hiyo inayotolewa na jeneza, yani aliyomo ndani yake, ya kwamba kama yeye si mwema, namna linavulia ya wailaha, ole wake, adhabu gani hii, aina yadhhabuna biha, wapi wananipeleka hawa hili. Walau sami'ahu, na laiti binadamu angelisikia maneno hayo, sauti hiyo, la sa'iqa, bila shaka angetokwa na fahamu, angezimia. Hayo yote ni dalili ya kutosha kabisa kwamba mtume amebainisha waziwazi namna ya sheria ya kwenda nalo jeneza. Qaddimuni, nifanyeni haraka. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii ameitoa Imam Bukhari, والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. kutokana hadithi aliyotaja bwana Abi Sa'id al-Khudri. Waziyadatani, na maneno yaliyozidi mara mbili katika hadithi hii, zote ziada hizo linasai, zimepokelewa na Imam Nasai. Walbayhaqi minhum al-awla, na Imam Bayhaqi katika ziada mbili hizo yeye kapokea ziada ya mwanzo. Wali Ahmad al-ukhra, na Imam Ahmad kapokea ziada nyingine. Wayushhidu liziyadati al-ula, na inatolea ushahidi ziada ya mwanzo hadithu Abi Huraira, hadithi nyingine ya Abi Huraira, annahu qala, ya kwamba yeye Abi Huraira alisema, hina hadarahu al-maut, wakati alipomhudhuria mauti, alipokuwa katika sakaratul maut, Abi Huraira alisema, la tadribu alayya fustatan, wakati waislamu mnapeleka jeneza langu kaburini, msipige juu yangu pato za viatu wala mdundo wowote, ngoma wala makofi, nendeni kawaida tu. Wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi jeneza langu na chochote cha kufukiza, ikiwa ubani au udi au moto wote si wake mbele yangu. Wa asri'u bi, na mfanye haraka wakati mnakwenda nalo, msende kwa mwendo wa kuyonga kwa mapozi. Fa inni, nasema hivyo kwa sababu mimi, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, idha wudi'a ar-rajulu as-salihu ala saririhi, pindi atakapowekwa mtu mwema juu ya kitanda chake, jeneza lake, qala, husema mtu huyo, qaddimuni, fanyeni haraka jama, mnipeleke pahala pangu kapumzike. Alhadithu, hadithi hiyo, nahwahu, mfano wake imekuja duna qawlihi yasma'u sautuha, bila ya yale maneno yaliyokuwepo hadithi ya mwanzo ya kwamba husikia sauti yake. Maneno hayo hayakuwemo katika hadithi ya Abi Hurairah, lakini imekuja kama hivyo. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi, hadithi hii ya Abi Hurairah ameitoa Imam an-Nasa'i na Ibn Hibban katika sahihi yake. Wal Bayhaqi wa Tayalis, na pia Imam Bayhaqi na Tayalis wa Ahmad bi isnadin sahihin ala sharti Muslim, kwa mategemezi yaliyo sahihi juu ya sharti aliyoitaja Imam Muslim. Athalith, hadithi ya tatu katika hadithi zenye kutoa dalili himizo la mtume na kwenda nalo jeneza kwa mwendo wa haraka, lakini bila ya kukimbia mbio. Hadithi ya tatu, an Abdurrahman ibn Jawshan qala, kutokana na Abdurrahman bin Jawshan amesema, kuntu fi janazatin, nilikuwa mimi siku moja katika jeneza la bwana Abdurrahman ibn Samura. Kuntu fi janazati Abdurrahman ibn Samura, faja'ala Ziyad wa rijalun min mawalihi, basi akawa anajalia bwana Ziyad na watu wengine katika mawalihi,
katika watu wake au katika huru wake, labda walikuwa ni watumwa wake kawacha huru, wakawa watu hawa yamshuna ala aqabihim, wanakwenda na jeneza lile, lakini wanakwenda juu ya visigino vyao. Labda jeneza lile wamelikabili na wao wanakwenda kinyume nyume, wanakwenda kwa visigino, ina maana wanakwenda kinyume nyume, amama sariri, mbele ya hicho kitanda cha jeneza. Wamekaa mbele, wametoa mgongo na kuelekea, wanakwenda kinyume nyume na wanakwenda kwa visigino. Thumma yakuluna, kisha wanasema katika mwendo wao huo, wanawaambia watu ruwaidan, pole pole jamaa, pole pole jamaa, barakallahu fikum, Mungu akubarikini. Yani wanatoka kabisa katika sheria ya kwenda na jeneza kwa mujibu wa maagizo ya Mtume. Anasema bwana Abdurrahman bin Jawshan, siku moja mimi nilikuwa katika jeneza la bwana Abdurrahman bin Samura, akawa bwana Ziyadi na watu wengine katika huru wake wanakwenda juu ya visigino vyao mbele ya kitanda cha jeneza. Thumma yakuluna, kisha wanasema, wanatoa amri kuwaambia watu wengine waliobeba na wanaoshindikiza, ruwaidan, pole pole, pole pole, barakallahu fikum, Mwenyezi Mungu akubarikini kwa mwendo wenu huo. Wanasema falahikahum Abu Bakrata, pale akatokezea sahaba wa Mtume aitwaye bwana Abu Bakrata, sio Abi Bakr as-Siddiq, Abu Bakrata huyu mwingine, huyu aliyewahi siku moja kurukuu nyuma ya safu za sala, halafu baadaye ndo akenda katika safu ya sala. Mtume alimwambia, zadakallahu hisan, kwa hakika pupa yako ya kukimbilia mambo ya kheri Mungu akuzidishie, lakini jambo hili wala taud, usirejee tena mara ya pili. Idha ataitum salata fa alaikum bisakina, mtapokwenda katika sala bwana, nendeni mwendo wa polepole, taratibu, wal wikharu, na utulivu mkubwa mno. Mtakachokiwahi pamoja na imamu mtakiswali jamaa, na kilicho kupiteni mtakimaliza baada ya imamu kutoa sauti, ni kutoa salamu, lakini usiwe na haja ya kurukuu nyuma ya safu huko halafu kenda katika safu. Huyu ni Abi Bakr, sahaba Mtume. Akaja akayatokezea mambo yale fi baadhi sikakil Madina, katika baadhi ya vichochoro, streets za Madina, sikak. Basi alipoyakuta mambo yale, watu wanakwenda kwa visigino kinyume nyume, na wanatoa amri kuambia waliobeba jeneza, ruwaidan, pole pole, pole pole, barakallahu fikum. Mambo yameshakuwa yamenoga sana. Shetani katika pahala alipofanikiwa sana katika dini ya Mwenyezi Mungu ni kukoroga katika suala zima la mazishi kwa mujibu wa mwendo wa Mtume. Amekoroga sana katika pahala Waislamu walipopaacha kabisa mwendo wa Mtume ni kuhusu suala zima la ahkamu janaiz. Basi utokea watu wakawa wanakwenda kwa paredi, wanakwenda kwa marching orders, na wengine watoa amri ruwaidan, na huko vinatoka nashda. Aidha itakuwa nashda hizo za zikri za Qadiria au Shadhilia au Naqshbandia au nyimbo nyingine zozote zile, alimradi watu wawe wamekopia kidogo ukafiri wakauchome katika Uislamu. Alipotokea Abi Bakrata katika baadhi ya vichochoro vya Madina ya mji ule, fahamala alaihim bilbaghlati, akawachukulia hasira watu hawa, washadda alaihim bisauti, na akawakazia kiboko, akawakota kibakora, akawatikisia, akawaambia mtanitambua. Wakala, akawaambia, halu, ondokeni kabisa na mwendo huo, geuzeni. Nyinyi mnaokwenda na msigino, geuzeni mwende sawa sawa, na nyinyi mnaobeba wacheni kabisa kwenda mwendo huo. Walladhi akrama wajha Abil Qasim sallallahu alayhi wasallam. Kisha Abi Bakr akawaambia kwa yamini, naapa kwa yule ambaye akrama wajha Abil Qasim, aliyoutukuza uso wa Mtume baba yake Qasim sallallahu alayhi wasallam, laqad ra'aytuna, sisi tulijiona masahaba wa Mtume, ala ahdi rasulillahi, katika zama za Mtume mwenyewe uhai, la nakadu an narmula biha ramalan,
tunakurubia kukimbia nalo mbio jeneza lile, lakini tulikuwa tunakwenda kwa mwendo kazana, nusura tukimbie. Nyinyi mnasema ruwaidan, pole 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 pole. Wacheni upuuzi huo. Kaokota bakora akamwambia tawanyikeni, na nyinyi mnaokwenda kwa vizigino kaeni sawa. Akamwambia naapa walladhi akrama wajha abil qasim, naapa kwa yule ambaye ameutukuza uso wa baba yake Qasim, yani bwana mtume, laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillah, sisi tulijiona siku za mtume, lanakadu an narmula, tunakurubia kukimbia mbio kutrot, wakati tunapokuwa tunakwenda jeneza tunakwenda haraka lanakadu an narmula biha ramalan, tunakurubia kukimbia nalo mbio jeneza lile. Leo nyinyi mnakwenda hapa mnapita mkisema ruwaida, wacheni mwendo wenu. Akukubali sahaba mtume kuyaona mambo yale, akayatilia. Akhrajahu Abu Daud, hayo ameyatoa Abu Daudi wa Nasa'i wa Tahawi wal Hakim wa Tayalisi wa Ahmad, wa qala al Hakim, na Hakim akasema maneno hayo au kitendo hicho sahih, kimetokea kweli. Wa wafaqahu Dhahabi, na kaiwafiq Imam Dhahabi wa man qablahu an-Nawawi fi al-Majmu', na vile vile walio kabla yake Imam an-Nawawi akayataja haya kwenye kitabu chake al-Majmu' kwenye sahifa nambari kadha, na chini akatia maneno anasema waqala fihi, na akasema Imam an-Nawawi kwenye kitabu cha Majmu' katika sahifa kadha ya kwamba wattafaqa al-ulama'u, wamewafikiana wanavyuoni ala istihbabi al-isra'i bil janaza, hakuna mwanachuoni aliyopinga hata mmoja. Wamewafikiana wanavyuoni juu ya kufanya haraka wakati wa kwenda na jeneza, illa isipokuwa an yukhafa min al-isra'i, ikiwa pataogopewa kutokana na mwendo ule wa haraka, infijari al-mayyit, kuja kuharibika maiti, au taghayyuri, au kubadilika, wa nahwihi, au mfano hayo. Hapo ndiyo fayataanna, wanaokwenda na jeneza watakwenda mwendo polepole kwa kuhofia yule maiti namna alivyo. Labda wamemokota baharini siku ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, mwili wake umekuwa tena unahofiwa, kama patapatikana mtikisiko ananyumburuka, ngozi zinakaa mbali na mifupa. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo watakwenda pole pole kwa dharura hasa, ili wasiuharibu ile maiti. Lakini kama hakuna dharura, wanaviona wamekubaliana jeneza liwe linapelekwa chapu haraka. Qultu, akasema Albani katika maneno ya chini kabisa kitabu ukurasa 73, anasema dhahirul amr, na dhahiri ya amri ya mtume kuhusu kwenda na jeneza haraka alwujub. Dhahiri ya amri hiyo inaonyesha kwamba ni wajibu. Keti watu wafanye hivyo ndipo watapata thawabu, na wakitofanya hivyo watapata dhambi. Ndio maana ya wajibu. Wa bihi qala Ibn Hazm, na kuhusu kwamba ni wajibu hivyo amesema Ibn Hazm, wala najid dalilan, na wala hatukukuta dalili yoyote ya kiusulul fiqhi yasrifuhu ila al-istihbabi, ya kuliondosha jambo hili kulitoa kwenye wajibu likalipeleka katika kupendekeza. Halijapelekwa na dalili yote, linabaki kwamba kwenda na jeneza haraka ni jambo la wajibu, kwa sababu walam najid dalilan, hatujaipata dalili yoyote yasrifuhu, ya kuondosha jambo hilo kwamba si wajibu, ila al-istihbabi, likalipeleka katika jambo la sunna ya kupendezesha. Fawaqafna indahu, basi sisi, anasema Albani, tunasimama mbele ya kwamba kwenda na jeneza kwa haraka ni wajibu. Waqala Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, na akasema mwanachuoni Ibn al-Qayyim ndani ya kitabu chake alichokiita Zad al-Ma'ad, akasema hivi: wa amma dabibu nasi al-yawma, ama ule mchakato wa mwendo wa watu siku za leo, wanapokwenda pole wanapokwenda jeneza, kama inavyoonekana, khutwatan, hatua moja,
anasema Ibn al-Qayyim, fa bid'atun makruhatun, kwenda nalo jeneza mwendo ule ni uzushi katika dini, uchukizao. Hao ni watu mamufti, maulama, mabingwa, wametabahari katika fani zote za dini, ni katika watu mustambitina, wanaochimbua mambo katika dini. Anathubutu kusema kwamba amma dabibu nasi liyauma, ama kuhusu mwendo wa polepole kama dabibu namli, mwendo wa mduruchungu na polepole, ama mwendo unaokwenda na watu siku za leo katika jeneza, hutuwatan, hatua baada ya hatua, moja na huko anapokezana kwa mbwembwe. Anasema jambo hilo Ibn Qayyim, fa bid'atun makruhatun, ni uzushi utukizao katika dini, mukhalifatun lisunna, umekwenda kinyume kabisa na mwendo wa mtume katika sheria ya kwenda na jeneza, wa mutadamminatun, na mwenendo huo umedhaminia litashabbuhi bi ahli alkitab alyahudi, kujishabihisha watu na wale waliopo kitabu kabla ya Waislamu, yani Mayahudi. Wao ndivyo wanavyokwenda na majeneza yao, hivyo basi Waislamu wamekopia jambo hilo kwa Mayahudi. Na mtume akasema zamani, la tattabi'una sunana man kana qablakum, nyinyi Waislamu mtafuata mwenendo wa waliopita kabla yenu, shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in, mtafuata hatua baada ya hatua, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa. Hatta law anna wahidahum, hata kama ingelikuwa mmoja wao, dakhala fi juhri dabbin, ameingia katika shimo la mburukenge, na dakhaltum fi, na nyie vile vile mtaingia hapo. Mtaona huo ndo ustaarabu, hayo ndo mazuri, basi kidogo mtatoka katika sunna zangu, mtakwenda kwa Mayahudi. Narudi katika nambari 50 juu sasa. Hayo yalikuwa maelezo chini ya kitabu. Sasa narudi juu katika nambari 50. Wa yajuzu al-mashyu amamaha wa khalfaha, na wakati wa kwenda nalo jeneza, wale wanaoshindikiza inajuzu kwenda kwa miguu mbele ya jeneza na nyuma yake vile vile. Wengine wako mbele, wengine wako nyuma, inajuzu. Wa an yaminiha wa yasariha, na vile vile kukaa upande wa kulia kwa jeneza inajuzu, na kushoto inajuzu vile vile. Lakini ala an yakuna qariban minha, juu ya kwamba hao wanaokaa kulia kushoto wajitahidi kuwa karibu nalo kama inayomkinika. Maana wakati mwingine njia inakuwa nyembamba sana, watu wengi mno, hakuna ruksa ya kumpiga mtu visugudi na kufanya vibiru kwamba lazima uchine jeneza. Hapo tena ni kwa dharura. Lakini kama inawezekana, ajitahidi mtu kuwa karibu nalo, kwa maana ya kupokea, asiwaachie mzigo watu fulani tu. Kila mtu ana haki ya kuchukua jeneza, na lina thawabu nyingi sana. Kila akipokea mtu anapata thawabu nyingi sana. Illa rakibu, isipokuwa aliyepanda chombo. Ikiwa siku za nyuma panda mnyama watu, siku hizi mutukari, ikiwa anaokwenda mazikoni na kwenda kwa gari, fayasiru khalfaha, ama yeye moja kwa moja atakaa nyuma, haruhusiwi kukaa mbele na gari yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na tamko lake bwana mtume aliposema, arrakibu, aliyepanda chombo, yasiru khalfa aljanazati, atakuwa anakwenda nyuma ya jeneza. Walmashi, ama mwenye kwenda kwa miguu, haithu shaa minha, yeye atachagua upande wote atakao katika kwenda jeneza, khalfaha wa amamaha, nyuma yake na mbele yake, wa an yaminiha wa an yasariha, na kuliani kwake na kusotoni kwake. Anaokwenda kwa miguu kokote akikaa sawa, lakini aliyepanda chombo lazima abaki nyuma. Lakini huyu mwana kwenda kwa miguu vile vile, wakati amekaa mbele au nyuma au kuliani au kusotoni, ajaribu kariban minha. Kauli ya mtume anasema akaribiane nalo jeneza lile, asiwe mbali huko akati sababu za kuzungumza na watu wengine mambo yasiyofaa wakati wanakwenda na jeneza. Wakati ule itakiwa kipatikane kimya cha dead silence, yani kimya kabisa. Watu wote tafakuri zao ziko katika jambo la mauti lile. Wakirejea mazikoni warejee vingine,
wasirejee katika tabia ambayo walikuwa nayo kabla ya kwenda mazikoni. Yatakiwa Muislamu kila kirejea mazikoni anarejea mwingine, kishafuliwa barabara kaja maridadi. Yale maziko yamemfanya afuliwe vizuri. Pengine kaona namna anavyoteremshwa, kaona kabahatika kaingia ndani mwana ndani, amelanda naye vile vile, akirejea rejea mwingine. Waqtiflu yusalla alayhi. Mtume akaendelea kusema na mtoto mdogo ataswaliwa naye vile vile, inajuzu. Na kama hakumswalia vile vile inajuzu, kama tutavyoona mbele huko tunakwenda. Lakini kama ataswalia ni bora zaidi. Madhali katimia, hata kama kazaliwa kishakufa, madhali mwili wake umetimia kiwiliwili, wanaweza watu kumswalia vile vile. Wayud'a, na wakati wa kuomba dua katika sala yake ile ataombewa yeye mtoto mdogo ambaye hajafikia umri wa kutuma madhambi. Hawatasema wenye kumsalia maiti Allahumma ighfir lahu warhamhu, hapana. Wayud'a liwalidayhi, fataombewa wazazi wake wawili bilmaghfirati warahma, wapate msamaha wa Mwenyezi Mungu na rehema za Mwenyezi Mungu. Wazee wawili ndio wataombewa pale kwa sababu mtoto yule hana madhambi. Akhrajahu Abu Daud. Hadithi hiyo ameitoa Abu Daud, kinyume na watu wa khurafati namna walivyotia logic zao ajabu kabisa. Hapa mtoto mdogo Mtume kaweka kwamba anaswaliwa na dua wataombewa wazazi wake. Watu wa khurafati wanasema kwamba hichi kitoto hakichukui khitma hichi kisomewe maulidi. Khitma nzito hawezi kubeba. Kinyume kabisa kabisa. Katika pahala palipokorogwa dini ya Mwenyezi Mungu, katika mambo ya mazishi dini imeangamia. Yahitajia generation, kizazi kipya kuja kufufua dini ya Mwenyezi Mungu, hususan katika mambo haya ya mazishi. Yahitajia kizazi kipya ambacho kinabahatika sasa hivi masikio yao kusikiliza hadithi za Mtume katika ahkamu janaiz. Haya maneno haya yalikuwa hayasemwi abadan. Wameyafutika watu kimya kabisa. Wanaiona dini ya Mwenyezi Mungu inaharibika hivi hivi, na wamenyamazia kimya kabisa kabisa. Bali wao watasimama kutetea yafanywayo ndio barabara. Utasikia mtoto mdogo huyu hachukui khitma, kwa hivyo kisomo gani kisomwe? Ati baraza njiki. Wapi waombewe dua wazee wake bwana katika sala ile ya maiti. Takbira kama desturi vile vile. Ya mwanzo itasomwa alhamdu, takbira ya pili patasaliwa Mtume, takbira ya tatu wataanza kuombewa dua wazazi wake wawili, maghfira na rahma. Hapana habari ya baraza njii wala kitu gani. Akhrajahu Abu Daud والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي، نأكسيما إمام الترمذي، حديثه حديث حسن صحيح، لحديث زوري من صحيح. وقال الحاكم، نأكسيما إمام حاكم صحيح على شرط البخاري، لحديث صحيح جوية شرط اللي يكن البخاري. ووافقه الذهبي، na يوافق إمام الذهبي، وهو كما قال، nayo kuwafiki kwenyewe kama walivyosema wawili wa mwanzo tangulia, yani Tirmidhi na Hakim. Wasiyaqu lin-Nasa'i, na mtiririko wa maneno kama walivyokuja hapa kwenye kitabu hichi ni mtiririko ambao kaupata Imam Nasa'i wa Ahmad fi riwayatin, katika riwaya nyingine. Na ziada zote tatu ni Abi Daudi wal Hakim wa Tayalisi, ni ziada ambazo wamezipokea Imam Abu Daudi na Hakim na Tayalisi. Wali Ahmadi al-ulayani mina, Imam Ahmad yakapokea ziada mbili katika hizo. Wali Bahaqi al-thalitha, na Imam Bahaqi yakapokea ziada tatu. Waqala Abu Daud wa Ibn Hibban, na akasema Imam Abu Daud na Ibn Hibban ya kwamba as-saqit badala at-tifl, yakapokea tamko la Mtume limekuja as-saqit, was-saqitu yusalla alayhi badili ya wa-tiflu yusalla alayhi, na yote bi maana wahid, yote kwa maana moja. Wakati mwingine huitwa saqit aliyekufia tumboni, na wengine huitwa tifl badala at-tifl. Wa huwa riwayatun lil-Hakim wal-Bayhaqi, nayo hiyo ni riwaya iliyopokelewa na Hakim na Bayhaqi na Ahmad. Wa azzaha al-Hafiz, na akaifanya kuwa ni madhubuti Imam Hafiz fi at-Talkhis, kwenye kitabu chake alichokiita Talkhis.
litirmidhi aidan, kutokana tirmidhi vile vile. Wa huwa wahmu, na ni katika riwaya ambayo imefanyiwa shaka. Fa innama lafdhuhu, kwani hakika tamko lake indahu, mbele yake, kalafdhul jamaa, limekuwa ni kama tamko la maimamu wote. Nambari 51 kuhusiana na huku kwenda na jeneza, wa kullun min almashi amamaha wa khalfaha, na yote haya katika kwenda kwa miguu mbele ya jeneza na nyuma ya jeneza kwa mwenye kwenda kwa miguu, thabata an rasulillah, yamethibiti hayo kutoka kwa mtume kwamba kawahi kufanya hivyo sallallahu alaihi wasallam, fi'lan, kwa kitendo hasa, si kwa maneno. Yamethibiti kwa mtume alikuwa siku nyingine anakaa mbele ya jeneza, siku nyingine anakaa nyuma ya jeneza, kama qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kama alivyosema hayo bwana Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, ya kwamba bwana mtume na Abu Bakr as-Siddiq na Umar bin Khattab kanu yamshuna amama aljanazati wa khalfaha, wote hawa walikuwa kwenda mbele ya jeneza na nyuma yake vile. Hadithi hiyo akhrajahu at-Tahawi, ameitoa Imam Tahawi min tariqayn an Yunus, kutokana na njia mbili na zote zimetokana kwa Yunus ibn Yazid an ibn Shihab, ambaye kaipokea kwa ibn Shihab anhu. Qultu, na mimi nikasema hapa, Albani anasema wa hadha sanadun sahihun ala sharti shaykhain, na mategemezi haya ni sahihi juu ya sharti walioiweka mashaikh wawili. Anasema nambari 51, lakinna al-afdal, lakini lililo bora zaidi, almashi khalfaha, ni kwenda nyuma ya jeneza. Liannahu, kwa sababu kwenda nyuma, muktadhi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, ndiko kuna hukumu tamko lake mtume aliposema wattabi'u janaza, na mlifuate jeneza. Tamko la tabi'u ina maana kitu kiko mbele, wewe uko nyuma yake. وما في معناه مما تقدم في المسألة 43. na kauli nyingine iliyo kama maana hii ni kauli iliyotangulia katika nambari 43 awali hadha alfasli, katika sehemu ya mwanzo ya mlango huu. Wa yuayiduhu qawlu Ali radhiyallahu anhu, na pia inatiliwa nguvu na kauli ya Imam Ali, Mwenyezi Mungu amradhi, kwamba amesema almashyu khalfaha, kwenda mtu anakwenda kwa miguu nyuma ya jeneza, afdalu min almashi amamaha, ni bora kuliko kwenda mbele yake. Kafadhli salati rajuli, kama ilivyokuwa bora ya swala ya mtu fi jamaatin, anaposali jamaa, ala salatihi fadlan, juu ya swala yake anasali peke yake. Basi kukaa nyuma na kukaa mbele imekuwa sawa sawa na swala ya jamaa na swala peke yake, jinsi fadhila atapata mtu anakaa nyuma jeneza. maneno hayo Sayyidina Ali akhrajahu Ibn Abi Shayba, ameyatoa Ibn Abi Shayba fi al-Musannif, kwenye kitabu chake alichokiita Musannif, wa Tahawi wal Bayhaqi wa Ahmad, wa kadha Ibn Hazm fi al-Mahalli, na vile vile Ibn Hazm ameyataja kwenye kitabu cha Mahalli, wa Sa'id ibn Mansur min tariqayn anhu. Qala al-Hafidh fi ahadihima, akasema Imam Hafidh katika moja ya njia mbili hizo, ya kwamba isnaduhu hasanun, mategemezi yake habari hiyo ni kweli nzuri. Wa huwa mawqufun lahu, nayo ni maneno yaliyoanzia kwa Sayyidina Ali. Hukmu al-marfu'i, hukumu yake imekuwa kama ni hadithi iliyorufaishwa kwa mtume. Lakin haka al-Athram an Ahmad, lakini amesimlia bwana Athram kutokana na Ahmad, annahu takallama fi isnadihi, kwamba yeye amezungumzia kuhusu masnadi yake habari hiyo. Qultu, na mimi nikasema, yani Albani, lakinahu yataqawwa bitariq al-akhar, lakini habari hiyo inatiliwa nguvu kutokana na habari nyingine. Anasema hii habari ile chini hapa ni habari ambayo si muhimu sana kwetu, ni masnadi tu ya hadithi ya maneno nyuma. Kwa hivyo tunaweza kuiacha kwanza tukaendelea mbele na maneno yetu, kwa sababu itachukua muda kidogo na si habari muhimu sana kwetu, ni masnadi tu ya hayo maneno ya Sayyidina Ali hayo. Maulama kila Shaukani wanatoa tanbihi zao kama maneno hayo sahihi na hivi na hivi. Nambari 52, wa yajuzu rukubi, na inajuzu vile vile kupanda chombo. Nani mwenye kushindikiza jeneza?
na sio jeneza kuchukuliwa kwa motukari au rikwama. Habari ya jeneza kuchukuliwa kwa motukari au rikwama itakuja mbele kwamba ni makosa makubwa sana kidini, lakini tena ndio limeshatota jahazi, mambo shaharibika. Inapojuzu ni wale wanaoshindikiza jeneza, wao wanaweza kupanda kama mnyama au farasi au motukari au baskeli, wanaweza kukaa nyuma wao. Ama jeneza lenyewe kutiwa kwenye motukari au rikwama au chochote cha gari, hilo jambo limekwenda kinyume kabisa na mwendo wa Mtume, na tutamshuhudia Albani anagombana sana na mwendo huo. Wayajuzu rukubu, na inajuzu kabisa kupanda chombo wanaoshindikiza jeneza, lakini bisharti an yasira waraha, kwa sharti anaoshindikiza kapanda chombo ende nyuma yake, kama tulivyosema nyuma, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na tamko lake bwana Mtume aliposema arrakibu, mwenye kupanda chombo, yasiru khalfa janazati, yeye atakuwa anakwenda nyuma ya jeneza. Waqad madha dhalika bitamamihi, na hayo yamekwisha pita kwa ukamilifu wake fi mas'ala 50, katika masala 50 ndio sana hayo. Lakin al-afdalu al-mashi, lakini hata huyu mwenye kushindikiza jeneza bora zaidi ni kwenda kwa miguu, hata yeye vile vile, li'annahu al-ma'hudu anhu, kwa sababu jambo hilo ndilo lililokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid, na wala haikuja dalili annahu rakiba ma'aha, ya kwamba Mtume wakati wa kupeleka jeneza kaburini alipanda chombo. Bal qala Thawban radhiyallahu anhu, bali amesema Thawbani, Mwenyezi Mungu mwiradhi, inna Rasulullah, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, utiya bidabatin, aliletewa mnyama siku moja, wa huwa ma'al janazati, na yeye yuko pamoja na jeneza anakwenda kulizika. Fa aba an yarkabaha, akakataa Mtume kupanda chombo kile, mnyama kumpanda Mtume wakati kwenda na jeneza. Falamma nsarafa, alipokwisha kuondoka mazikoni, maiti kazikwa, watu wanarejea nyumbani sasa, utiya bidabatin, akaletewa tena mnyama Mtume apande. Sasa farakiba, akampanda mnyama, kuonyesha kwamba wakati kwenda mazikoni inafaa zaidi hata wale wanasindikiza wale kwa miguu bwana, ama kwa kurejea wanaweza hata mmoja akajisaidia kipando chake. Faqila lahu, Mtume hakuachwa, maana pale anakataa kupanda mnyama anaonekana, na mara ya pili akapanda anaonekana, watu wakamuuliza ili wapate faida. Faqila lahu, akasema kuambiwa yeye, mbona mara ya mwanzo umekataa kupanda na sasa hivi unapanda? Faqala, Mtume akasema, innal malaikata kanat tamshi, malaika wa Mungu, viumbe watahirifu, walikuwepo katika kushindikiza jeneza lile, wanakwenda kwa miguu. Falam akun li arkaba, basi haikuwezekana kabisa kwa mimi Muhammadi niwe nimepanda chombo wakati malaika wa Mungu wanakwenda kwa miguu. Wa hum yamshuna, malaika wanakwenda miguu, mimi haiwezekani kabisa. Falamma dhahabu, walipokwenda zao malaika, maiti kishazikwa, hapo ndio na mimi nikapata nafasi, rakibu, nikapanda mnyama wangu. Akhrajahu Abu Daud, hadithi hiyo ameitoa Imam Abu Daud, wal Hakim wal Bayhaqi, wa qala al Hakim, na akasema al-Hakim, sahihun ala sharti shaykhain, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioweka mashaikh wawili. Wa wafaqahu Dhahabi, na kaiwafik Imam Dhahabi, wa huwa kama qala, nayo kama alivyosema mashaikh wawili. Wa amma ar-rukubu ba'da al-insirafi, ama kupanda mtu chombo baada ya kuondoka mazikoni, baada insirafi anha, fajaizun, hilo jambo linajuzu, biduni karahati, bila ya uchukivu wote, li hadithi Thawban al-madhkur anifan, kutokana na dalili ya hadithi ya Thawban iliyotajwa hivi punde. Wa mithluhu, na mfano wa hadithi hiyo, hadithu Jabir ibn Samura, ni hadithi ya bwana Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu, qala, amesema, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح, Mtume alisalia maiti ya bwana Ibn Dahdah siku moja. Wa nahnu shuhudun, na sisi tuko pale mashahidi, tumeshuhudia swala hili. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja, kharaja ala janazati Ibn Dahdah,
alitoka mtume kwenda kushuhudia jeneza la Ibn Dahdahi mashiyan, kwa miguu. Thumma utiya bifarasi, kisha mtume akaletewa farasi uriyun fa'aqalahu rajulun farakibahu. Farasi huyo akamning'iniza mtu mmoja na akampanda hina nsarafa, lakini wakati alipokwisha kuondoka mazikoni. Faja'ala yatawaqqasu bihi, ikawa ile farasi anaruka vibaya. Yatawaqqas ay yakubbu wa yuqaribu al-khatu, mwendo wake ikawa anachupa sana, hapo wakati pole hapo hapo. Wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu, na sisi tunamfuata mtume nyuma yake, tunafanya haraka kumpatia mtume. Hayo mtume aliyafanya wakati wa kurejea mazikoni, alipewa mnyama akapanda vile vile. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja nahnu khalfahu, ya nas'a khalfahu au hawlahu, tunakwenda pembezoni mwake. Qala, anasema mwenye hadithi hii, faqala rajulun min alqawmi, akasema mtu mmoja katika watu wale, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume Mwenyezi Mungu amesema, kam min 'abdin mu'allaqin, vingapi vilivyokuwa vizuri venye kuning'inizwa, au mudla fil jannati, au vinaelekezewa peponi, ibn Dahdahi, kwa huyu maiti tulomzika hapa Ibn Dahdahi. Yani mtume amesifu sana tabia na uchamungu wa Ibn Dahdahi, anamthibitishia aljanna. Manani anauliza mtu mmoja, vipi mshindikizaji wa jeneza anawajibika kulichukua kutokana na hadithi inavyosema mshindikizaji ni bora kukaa nyuma? Hii inategemea ule wingi wa watu ulivyo kwanza, na uchache wa watu ulivyo. Na itakapokuwa wingi wa watu ni mwingi sana, si lazim mtu achukue mara kwa mara. Akipata kutabaruk mara moja mara mbili, basi atabaki nyuma. Lakini kama watu ni wachache kidogo tu, inabidi kuwa nao pamoja, kupokezana. Akichoka huyu achukue huyu, akichoka huyu. Na ndiyo maana tukasema ya kwamba inajuzu kwa wenye kwenda kwa miguu kukaa pembe zote nne, kutokana na hali ilivyo. Hii itategemea uchache wa watu na wingi wa watu. Inajuzu kukaa mbele na inajuzu kukaa nyuma, inajuzu kukaa kulia na inajuzu kukaa kushoto vile vile. Iliyo bora zaidi ni kukaa nyuma, na hayo yote yategemea watu. Lakini pamoja na hayo ya kujuzu, imekuja kauli ya mtume ya kwamba awe karibu nalo, kwa maana ya kulipokea. Kauli hiyo msisahau. Kuhusu vipi atawajibika kupokea, ni kwamba awe karibu nalo, na kuwa karibu nalo vile vile kutegemea wingi wa watu ulivyo. Kuna baadhi ya wakati huwezi kupata nafasi ya kukaa karibu nalo, wala hulioni kabisa jeneza, unabaki nyuma kabisa, hulioni, na wala huna haja ya kupiga watu vikumbo na visugudi kwamba lazima ukapate kuchukua. Hakuna haja hiyo. Kwa hivyo kuchukua wajibu wake kwa pale, lakini hayo itategemea nafasi aliyoipata na vile vile. Ndio maana ikasemwa ni bora kubakia nyuma kuliko kukaa mbele, sababu mtume alikuwa katamka maneno ya kwamba kukaa nyuma ni bora zaidi. Haya, naziwache hizi riwaya hapa, akhrajahu na riwaya na hivi, na ingia nambari 54. Hizo riwaya za kawaida na kila mara ni masdari tu ya hadithi. Nambari 54 sasa naingia katika wa amma amlul janazati ala arabatin, ama kuhusu jambo la kuchukua jeneza juu ya rikwama au sayaratin au mutukari, kama tukanyavyo kila siku. Sayaratin mukhassasatin, mutukari iliyohusishwa special kwamba hii ni ya kuchukua mazishi lijanaiz. Wa tashyi'i almushayyi'ina laha, na kushindikiza washindikizaji jeneza hilo, wahum, na wao washindikizaji vile vile, fi sayarati, wamejipanga mkururo kwenye mutukari hao wako mazikoni. Fahadhihi surati, ama sura hii, la tushra'u albatta, haikuwekewa sheriani katika Uislamu hata kidogo, katu haipo. Bali hii ni mila iliyorithiwa kwa Mayahudi. Wadhalika, na nasema hayo, li umurin,
kwa mambo yafuatayo. Albani huyo, yeye ni mustambit, yeye ni mtu aliyetafaraji vizuri sana katika hadithi. Anasema jambo la kuchukua jeneza ukalipatia kwenye likwama au ndani ya mtukari maalum iliyowekwa kuchukuliwa maiti, na huku washindikizaji nao vile vile wamo ndani ya gari mkururu wako na mazikoni, jambo hili, picha hii haikuwekewa sheria kabisa katika Uislamu kwa mambo yafuatayo. Al-awwalu, jambo la mwanzo, annaha min aadati al-kuffari, kwenda na jeneza mwendo huu ni kawaida ya makafiri. Waqad takarrara fi shari'ati, na kwa hakika imethibiti ndani ya sheria ya Kiislamu, annahu la yajuzu taklidihim fiha, ya kwamba haifai kuwafata makafiri katika mwenendo huo. Annaha min aadati al-kuffari, ya kwamba kuchukua jeneza ndani ya mutukari na washindikizaji wamo ndani ya mutukari ni dasturi za makafiri. Dasturi hizo wamezifanya makafiri. Kwa nini? Wanakimbia jambo la tafakuri kwenye mauti. Ukilibeba jeneza kwa mikono mkapokezana pale, waongo, binadamu atavurugika pale kesha. Fanya mchezo nini wewe? Kitanda kile yumo mtu ndani ambaye ulikuwa ukikaa naye ofisi moja, ukisali naye safu moja kwenye swala, ukikaa naye deski moja skuli, ukikaa naye jirani nyumbani, umeshamtia kwenye kitanda kile, mnapokezana. Uongo. Kafa bil mauti wa'idhan, mtu anasema inatosha kabisa kwenye mauti kwamba kuna mawaidha makubwa. Makafiri wanakimbia kuwaidhika kwenye mauti, basi kwa hivyo huchukua gari, mambo yende express mara moja tu. Bali kuna baadhi ya miji hao waliohusika na maiti yule wanapiga simu tu bwana, wanakuja watu wanahusika tu, wao tahawendi, wanakuja watu pale, nyie kazi yenu imekwisha, wanachukua wao kumkosha, kumtengeneza, wanakwenda naye wao kumzika. Labda kama atakwenda mtu mmoja au kama atakwenda, hii yote ni kukimbia tafakuri ya maiti ya mauti. Wa amma hamlul janazati, ama kuhusu kubeba jeneza ala arabatin, juu ya rikwama, au sayaratin, au mutukari mukhassasatin liljanaza, iliyohusishwa kwa ajili ya jeneza, wa tashyi'i almushayyi'ina, na kushindikiza ushindikizaji laha, jeneza hilo, wa hum fi sayarati, na wao wamo ndani ya mutukari, fahadhihi surati la tushra'u albatta, sura hii haikuwekewa sheria kabisa. Wadhalika liumurin, na hayo ni kwa ajili ya mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la mwanzo, annaha min aadati al-kufari, sheria ya Kiislamu haikukubali jambo hilo kwa sababu ni katika desturi ya kafiri. Waqad takarrara, na kwa hakika imethibiti fi shari'ati, ndani ya sheria ya Kiislamu, annahu la yajuzu taklidihim fiha, ya kwamba haifai kuwafuata makafiri katika jambo la hila mazishi. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا, na katika jambo hilo kuna hadithi nyingi sana. Anasema Albani, kuntu astaw'ibtuha, hadithi hizo nilizokuwa mimi nikazichunguza, wa kharajtuha, na nikazitoa fi kitabi, ndani ya kitabu changu chengine. Akipata bahati msomaji akiangalie kitabu gani hicho, hijabul mar'ati almuslimati fil kitabi was sunnah. Nimeandika kitabu kingine kuhusu hijab, vazi la mwanamke wa Kiislamu kwa mujibu wa Qur'ani na mwendo wa Mtume. Humo nimeeleza vile vile baadhiha fil amri, baadhi ya hadithi hizo zimehusiana na amri ya Mtume, wal hadhi, na himizo ala mukhalafatihim, juu ya kwamba Waislamu watakiwa kwenda kinyume nao makafiri, fi ibadatihim, katika ibada zao, wa azyaihim, na furaha zao, wa aadatihim, na dasturi zao. Hadithi zimekuja kwa amri ya Mtume au himizo la Mtume kwamba Waislamu lazima wende kinyume na makafiri. Na ilivyokuwa makafiri wanachukua jeneza kwa mutukari, Waislamu wanatakiwa kwenda kinyume nao. Wa baadhiha, na baadhi ya hadithi hizo, min fi'lihi, ni kutokana na kitendo chake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam,
fi mukhalafatihim fi dhalika, katika kuonyesha yeye mwenyewe namna gani anakwenda kinyume nao makafiri katika jambo hilo. Faman sha'a itlaa, anasema Albani, mwenye kutaka kuchungulia alaiha, juu ya hadithi hizo, falyuraji ilaihi, na arejee kwenye kitabu changu Hijabul Mar'ati Almuslima min alkitabi fi kitabi wa sunna. Athani, jambo la pili, hata ikawa sheria ya Kiislamu haikubainisha kabisa kwenda jeneza kwa mutukari, jambo la pili, annaha bid'atun fi ibada, kwenda na jeneza kwa mutukari ni uzushi ndani ya ibada. Maana yake kwenda na jeneza ni ibada, kwa hivyo unakuja uzushi ndani ya ibada. Ma muaradhatiha lisunna, pamoja na kuingilia kati kupinga mwendo wa mtume. Al-amalia, mwendo wa mtume wenyewe ni mwendo wa kitendo, mtume katenda kwa vitendo maisha yake. Hajapatapo kupakia jeneza, na wakati ngamia walikuwepo, farasi walikuwepo, vyombo vya uchukuzi vilikuwepo, hajapatapo mtume kuchukua jeneza ndani ya chombo hicho. Muaradhatiha, pamoja na kupinga kwake li sunna, mwendo mtume, al-amalia, sunna ya kitendo, fi hamli aljanazati, katika jambo zima la kubeba jeneza. Wa kullu ma kana kadhalika min almuhdathat, na kila kitakachokezea kuhusu jambo hilo ni katika uzushi, fa huwa dhalalatun ittifaqan, basi uzushi pala pake ni upotevu tu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Hakuna uzushi uliokuwa mzuri katika dini. Wa kullu ma kana kadhalika min almuhdathati fa huwa dhalalatun ittifaqan, na kila aliyokuwa katika uzushi ndani ya dini ya Kiislamu inakuwa ni upotevu biittifaqi, kwa maafikiano ya maulama wote. Athalithu, jambo la tatu la kutokufaa kuchukua jeneza na mutukari, annaha tafutu alghayatu min hamliha wa tashyi'iha, ni kwamba jambo lile linapoteza lengo la kule watu kwenda mazikoni kulibeba jeneza na kushindikiza. Liko lengo maalum pale takiwa pale. Lengo gani hilo? Ili kupotea. Wa hiya tadhakkurul akhirah, lengo lenyewe ni kukumbuka akhirah, linapotea kabisa. Watu wanakaa kitako kwenye mabasi mazuri luxury, tena yanawahiwa mabasi hayo kuingiliwa ndani yake na kutafuta mtu position nzuri kabisa kabla hata maiti hajasaliwa bado msikitini. Watu wanasarejeleza hata wanakwenda kwenye mutukari zimeshakaliwa zamani, na watu wanachagua hasa ipi nzuri zaidi. Na huko mtu ana gazeti lake la Sunday News, Mzalendo na hivi, kesha kaa kwenye gazeti ati anakwenda mazikoni, anavuta na pepa, anaangalia pepa. Athubutu angalie gazeti wakati unakwenda mazikoni bwana, ikiwepo lile lengo la kufikiria habari ya mauti. Je, kama maiti anakwenda masafa ya mbali, je, subiri kidogo, inakuja habari yake kidogo, nafanya haraka. Hakuna ruksa, kwa ufupi tutakujibu, hakuna ruksa makaburi ya Waislamu kuwekwa mbali na mji. Hivi ni vitendo vya visa wanafanya makafiri maksudi, kuyatoa makaburi ndani ya mji, kuyapeleka huko shamba, ili isiwepo tafakuri ya mauti. Maana yakiwepo ndani ya mji yale, kila mmoja atataadab. Hakuna ruksa kuweka makaburi mbali na mji. Kwa hivyo kaburi, jeneza liko pale pale kupelekwa kwa miguu, kwa sababu makaburi yako ndani ya mji. Lakini hayo yanakuja kwa urefu. Albani atakuja kwa urefu na dalili kundi. Tayeb, athalithu, jambo la tatu, annaha tafutul ghaya, kwenda mazikoni mkimpakia maiti kwenye mutukari, na wenyewe tukatunashirikisha kwa mutukari, kunapoteza lengo la kwenda mazikoni. Min hamliha wa tashyi'iha, kutokana na kulibeba jeneza na kushindikiza. Wahia, na lengo lenyewe tadhakkurul akhirah, inapotea suala la kukumbukwa akhirah kwa jambo la kufa mtu. Na lengo la kwenda mazikoni pale watu wote wakumbuke akhirah manake. Lakini wakati watu wanachagua gari gani nzuri ya kupanda, basi hakuna tena makumbusho akhirah. Wanaokwenda mazikoni wana mazungumzo yao mle wanazungumza, ikiwa ya mpira, ya siasa, ya biashara, alimradi atakuwa na mambo yao mbali kabisa na maiti. Kama wanasu ala dhalika, kama yalivyokuja kwa uwazi kabisa maelezo yake, kama wanasu ala dhalika, kama alivyoeleza juu ya hayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mjumbe wa Mungu,
fi alhadith almutaqaddim, katika hadithi ambayo imekwisha tangulia, fi awwal hadha alfasl, katika mwanzo wa mlango huu, bilafdhin, wa tamko lifuatalo. Katamka mtume, wattabi'u aljanaiza, yafuateni majeneza waislamu, na faida yake tudhakirukumul akhirah, yatakukumbusheni akhirah. Kwanza na tuache hapa, insha Allah darasa ifuatayo tutakuja kuangalia haya maneno muhimu yaliyoko chini katika kurasa 76. Kuna maneno hapa kayataja ni muhimu sana kuhusiana na jambo hili la kwenda na jeneza ndani ya motukari. Wallahu a'lam. Inshallah darasa kesho